CS wa ulinzi alitoa amri ya kwamba polisi wa Kenya wapige risasi mtu yoyote, ampige risasi mtu yoyote atakayekaribia kituo cha polisi. Hivi ni kumaanisha ya kwamba polisi na raia wametangazwa kama maadui wakuu. Imetangazwa ya kwamba polisi ana haki ya kumpiga raia wa Kenya risasi anapopenda. CS wa ulinzi, msimamo wake na tangazo lake la jana ya kuonyesha kwamba raia wa Kenya hawana haki katika nchi yao. Raia wa Kenya hawastahili hata kidogo wawe marafiki ama wawe wakijihusisha na mapolisi. Haki ya kibinadamu katika nchi ya Kenya inaenda ikipungua. CS alipotangaza ya kwamba idara ya polisi wana haki ya kumpiga risasi mtu yoyote, haijalishi ameenda ama amekaribia kituo cha polisi, haijalishi na hata umri. Yaonyesha ya kwamba polisi na raia wametangazwa kama maadui. Swali langu ni hili: tushaona watu wengi wakiwa kwenye mamlaka, haijalishi ni miaka mingapi ambao wamekuwa katika ile madaraka, na siku moja huwa wanatoka kwa njia moja ama ile lingine. Kutangaza ya kwamba polisi wapige raia risasi, si rubber bullets lakini live bullets, na hakusema ya kwamba apigwe risasi ya mkono, apigwe risasi ya mguu, kama idara ya kuonyesha kwamba alishapigwa, ashapatiwa warning, lakini apigwe risasi afe. Na wakasema ya kwamba it is not the first time. Kenya katika kama nchi tuelekea wapi? Kenya kaa nchi ambao yamtii Mungu, kaa nchi ambao yasemekana ni a Christian nation, yaelekea wapi? Niwakumbushe walio katika mamlaka wakati huu, kushakuwa na wengi ambao walikuwa madikteta, lakini siku ya leo hawapo. Kuna watu ambao walitawala miaka mingi, na niwakumbushe familia ya Assad, president wa Syria. Babake alitawala miaka mingi na akaua watu wengi. Kijana wake akachukua mamlaka baada ya babake kufa, lakini siku ya leo hawako katika mamlaka. Si wewe wa kwanza, wengi washapitia pale, lakini siku ikafika wakatoka. Wewe unaotoa amri mwananchi wa kawaida apigwe risasi ya kichwa na polisi, siku yako iko njiani, yaja yakaribia, utakuwa umetoka kwenye mamlaka, na wengine watatumia the same rules. Wengine watatumia ile sheria ambao umesema, ule msemo ambao umesema utatumika kwako ama kwenye marafiki wako. Nawe polisi, wewe polisi ndio nataka kuongelesha wake utoa leo. Ndio umepewa mamlaka umpige risasi Mkenya mwenzako, dada yako, ndugu yako, kaka yako. Kuwa na utu, tumia utu. Amri hukeukwa, ndio labda unaweza tumia risasi kama uko kwenye hatari. Kama uko, wewe polisi, kama upo kwenye hatari, unaweza tumia risasi kujikinga.
lakini si kutumia bunduki kwa mwenzio, kupiga risasi mwenzako, kumpiga ndugu yako risasi na dada yako risasi, ati kutii amri. Watakuruka. Walio kwenye mamlaka watakutoroka. Sasa kuna wengine wako kwenye koti, walifanya mambo waliotenda, lakini serikali haiko pamoja nao. Ni vyema kuheshimu haki ya kibinadamu. Ni vyema kuheshimu haki ya kibinadamu, maana hata wewe ni binadamu. Utampiga mtu mmoja risasi na kwa bahati mbaya awe ni kakako. Unaweza piga mtu risasi kwa bahati mbaya awe ni kijana wa dada yako. Ole wako. CS, heshimu haki ya kibinadamu. Wakenya, polisi ni Wakenya, polisi ni dada zetu, mapolisi ni ndugu zetu, mapolisi ni kaka zetu. Nasi tuwaheshimu, nao waheshimu haki ya kibinadamu. Siku yaja iko njiani. Ole wako wewe ambao utamuua mtu ambaye hana hatia.